Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Muunganiko wa vyama 8 vya upinzani wameazimia kwenda Mahakama ya Afrika Mashariki kuomba izuie sheria mpya ya vyama vya siasa kutumika na si kumwajibisha spika kujiuzulu. Akijibu maswali ya waandishi wa habari Aprili 15, 2019, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe amesema si hoja tu spika kujiuzulu ila kuna mambo mengine yanayoendelea. Swali la kwanza liliuliza kwa nini kama kiongozi wa upinzani tusifanye process ya impeachment ya spika. Tulikuja katika press conference hii na mambo mahususi, na kule Dodoma vile vile wabunge tunakutana na kujadiliana na kushauriana mambo mahususi. Si hoja tu ya spika kujiuzulu, lakini yako mambo mengine mengi sana ya msingi katika nchi yetu ambayo yanatakiwa kufikiwa maamuzi, na pengine maamuzi magumu sana. Na jambo hili ndio linalonipelekea kutoa hiyo hoja kwa niaba ya vyama vingine vyote vya siasa vya upinzani. Ndugu waandishi wa habari, nizungumze hiyo hoja ili ni connect na swali hili. Jaribuni kujifikiria kwamba mwaka huu tuna uchaguzi wa serikali za mitaa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameharamisha shughuli za vyama vya siasa, kwamba viongozi wote hawa wa vyama vya siasa, wasio wabunge na wasio madiwani, hawawezi kufanya kazi ya uenezi wa vyama vyao. Alafu serikali hii inatangaza uchaguzi mwaka huu, na waziri mkuu anasimama bungeni bila aibu anasema tutakuwa na uchaguzi mwezi wa 10, mwishoni wa mwezi wa 10 mwaka 2019 wa serikali za mitaa. Hawa wadau wa siasa wamezuiwa kufanya siasa. Rais anaikiuka katiba, anasema wenye kuruhusa ya kufanya siasa ni wabunge katika maeneo yao na madiwani katika maeneo yao. Aliyemwambia rais na Chama cha Mapinduzi kwamba miliki ya siasa za nchi iko mikononi mwa wabunge na madiwani ni nani? Hivi wanategemea tunakwenda kwenye uchaguzi katika mazingira gani? Miaka 4 vyama hivi vyajijenga. Vyama vya siasa vinajijenga kwa wakati wote, kisera na kimuundo, structure za chama. Bora pengine Chadema tuna madiwani au wabunge wengi kidogo, tunaweza tukafanya siasa, na sio maeneo yote. Viongozi sisi, viongozi wakuu, hatuwezi kufanya siasa zaidi ya kwenye majimbo yetu ya uchaguzi. Huu ni uhuni wa kisiasa. Kwa hiyo tunakabiliwa na matatizo makubwa ya udikteta ambao unanyemelea taifa, maamuzi ambayo yanadharau katiba. Wale waliopewa dhamana ya uongozi wamejigeuza ni miungu watu. Spika ameligeuza bunge kwamba sasa ni kama chombo chake binafsi. Hataki kusikiliza mawazo ya wabunge. Wabunge wanafukuzwa bungeni. Wabunge wanawakilisha wananchi. Unapokuwa spika unakosana ama kiongozi anafanya jambo ama mbunge anafanya jambo ndani ya bunge ambalo halikupendezi wewe, usimsahau kwamba yule ni mwakilishi wa watu kwa maelfu. Sasa utamaduni wa kufukuzana wabunge upinzani, wanabebwa wanapelekwa kwa kamati ya maadili. Mnaweza mkasikia Mbowe naye kaitwa kesho, naye katimuliwa bungeni. Bunge letu linavyoendeshwa sivyo. Bunge ni mali ya watu. Kwa sisi kama wabunge wa upinzani, na mimi kama kiongozi wa upinzani bungeni,
haya mambo mengine yanayozungumzwa na spika hayakuwa maazimio ya bunge, pamoja na udhaifu wake wote wa bunge. Bunge alijamtuma spika akamwambie CAG akazungumze na rais, halikuwa azimio la bunge. Hayo ni maoni binafsi, hata Mheshimiwa Mnyika amelizungumza ndani ya bunge siku ya leo. Kwa hiyo alichokizungumza ndugu yangu hapa Fami Dovutwa, huo ni msimamo wa vyama vyetu vyote venye wabunge na visivyo wabunge ambavyo tuko katika umoja wetu huu, kwamba tunafikiri taasisi yetu ya bunge ambayo ina wajibu mkubwa sana wa kusaidia kuleverage mambo yanapokuwa hayako sawa, umekwenda katika extreme nyingine kufanya mambo ambayo pengine yasingestahili kufanywa. Na tuko katika bunge la budget ambao kuna mambo makubwa kuhusu mambo ya nchi ya kujadili, mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka ujao wa fedha. Lakini tunachukulia mjadala wote huo, mtu aliyetoa comment zake kwa utashi wake. Wa Tanzania wana mawazo tofauti na sisi viongozi, na tuache watu waseme. Tuache watu waseme, kwa sababu wasiposema yatasema mawe. Hilo ndio la kwanza kujibu ile swali, na vile vile nikaliongezea kuhusu tunataka sasa serikali iruhusu vyama hivi vikafanya siasa. Maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa sio zile kampeni tu za siku 7 wanavyozungumzia. Vyama vinahitaji kujipanga. Vitajipangaje? Wao wanazunguka nchi nzima na magari ya serikali, kwa gharama ya serikali, ndege za serikali, helikopta za serikali, wanajieneza wao. Vyombo vya habari vya umma wamevifanya ni vyao binafsi. Alafu washindani wao wanawafungia kamba, wanataka tuingie kwenye uchaguzi kwa kampeni ya siku 7. Hizi ni siasa za kihuni ambazo sisi kama viongozi upinzani tutazipinga kwa nguvu zote. Swali la mwanahalisi kuhusiana ni kwa nini tumekwenda katika mahakama ya Afrika ya Mashariki. Kuna mahakama tofauti zinazoweza kushughulikia swala letu, lakini uamuzi wa vyama vyetu ni kwenda mahakama zote. Uamuzi wa vyama vyetu ni kwenda kwenye mahakama kuu ya Tanzania, kwenda kwenye mahakama ya Afrika Mashariki, na kama mahakama kuu haikuweza kutupa majibu ya kuridhisha, tunaweza kwenda kwenye mahakama ya Afrika. Lakini kipekee tulianza kwenda mahakama ya Afrika Mashariki kwa sababu utaratibu wa kufungua mashauri katika mahakama ile una deadline. Na ile deadline ndio tulikuwa tunaikimbilia kuiwahi. Kwa hiyo na wale wameshapokea shauri letu, wameshalianzia kazi, serikali imeshapelekewa taarifa itoe majibu ya malalamiko yetu. Kwa hiyo na muda sio mrefu tena tutakuwa tumeshafungua katika mahakama kuu ya Tanzania. Sasa mtaona kwamba kusudio letu ni kufungua kila mahali. Kwenye mahakama ya Afrika hatujaweza kwenda kwa sababu mahakama ya Afrika ina sharti moja la msingi, kwamba lazima uwe umemaliza umejaribu kulitatua hilo jambo locally, yani kutafuta local remedies. Mkishindwa ndio mnaweza mkaenda mahakama ya Afrika. Kwa hiyo lazima kwanza tuanze na mahakama kuu ya Tanzania. Kama ikishindwa kutupatia hiyo haki tunaiona tunaistahili kuipewa, then hata huko mahakama ya Afrika tutakwenda. Lakini kwenye mahakama ya Afrika Mashariki hilo sharti la kwamba lazima mmalize local remedies halipo, ndio sababu tumeweza kufungua shtaka kule moja kwa moja. Kwa hiyo hayo ndio maswali mawili ambayo niliona nijibu na nitoe ufafanuzi wa ziada. Subscribe MCL Digital.